ni nini ambayo inatendeka leo. Kuna watu hawajui ni jambo gani ambalo linatendeka siku ya leo. Nataka uelewe, leo ni gharama. Leo ni gharama. Bwana Yesu asifiwe. Ninarudia, leo ni gharama. Nitasoma ama mwenye amepata isome. Tenda kwa polepole na tutaimaliza kwa upesi kwa jina la Yesu. Yohana Mtakatifu mlango 20. Aliye na kitabu karatasi andika mahali hiyo. Gharama. Tusome. Sikia. Yohana Mtakatifu 20. Ndiko inasema ya kwamba hata siku ya kwanza juu ya Mariamu na Magdalena alikwenda kaburini alfajiri. Angalia giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine pale Yesu alimpenda. Akamwambia, umeondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine akashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili. Yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala, lakini hakuingia. Basi akaja na Simoni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala na ile leso iliyokuwako kichwani pake. Haikulala pamoja na vitambaa, bali imesogezwa bali mahali pa pekee yake. Amen. Bwana abariki maandiko. Baba mwenye uwezo na mamlaka, naomba unitumie kama chombo. Wacha ili fundisho likamguze mtu. Leo hii mtu afunguliwe. Asione kwamba ako ndani ya sanda. Asione kwamba maisha yake yamefungika. Lakini atazame kwamba amefunguliwa. Kwa jina la Yesu nimeomba na nitakuamini. Sema amen. Kila mmoja sema amen. Naongea kuhusu gharama. Maandiko yanasema ilipofika siku ya kwanza kwa Ijumaa, Magdalena walitoka wakaenda pale makaburini. Maandiko yanasema walipofika pale makaburini walipata jiwe limeshaondolewa. Wakachunguliwa ndani ya mule jeneza ama mule kaburi, wakapata kwamba kuna sanda zimelalishwa pale ndani, lakini hakuna moto. Wakashangaa, huyo mwana wa Mungu ameenda njia gani? Wakaanza kuulizana ni nini ambayo imetendeka juu ya mwana wa Bwana. Kumbe Bwana majeshi alikuwa amesababisha mambo ambayo hangeweza kujua. Kumbe Yesu alikuwa amesababisha mambo mazuri juu ya mtu wake, juu ya mtoto wake. Yesu alikuwa amesababisha, alikuwa ameshabadilisha anga, ameondoa vifungo vyenye vilikuwa vimefunga mtoto wake. Bwana alikuwa ameshaondoa machungu. Yesu alikuwa ameondoa mahangaiko. Mtu aseme amen. Maandiko yanasema ya kwamba Maria Magdalena wakashikana na wengine, wakakimbia wakaenda kukutana na Petro na yule mtu mwingine ambaye wanasema Yesu alimpenda. Yule mtu mwingine jina lake alijatajwa.